Ya mpenzi mtazamaji, napenda kukusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Anayesema na wewe hapa sio mwingine bali ni Apostle Simba Manyuki wa kanisa la ATG Deliverance Chapel jijini Embu. Kanisa hili la Embu hapa tuko katikati ya mji na tuko juu ya Mathai Supermarket opposite Equity Bank. Hapa ndio tuko hapa Embu Town katikati ya mji, na vile vile wale wangependa kutufuatilia hata zaidi unaweza pia ukatuangalia kwenye Facebook kama Apostle Simba Manyuki kwa Facebook, hata kwa YouTube, even my page Apostle Simba. Unaweza ukaniangalia pia na kuona ni vitu gani tunakuwa tukifanya na Mungu ataweza kubariki. Kanisa hili liko juu ya Mathai Supermarket kama vile nimekuambia, hapa katikati ya mji opposite bank ya Equity. Hapo ndio tuko hapo juu. Ukija tu unaulizia hapo utaona vibandiko zangu hapa, na Mungu atakubariki. Utakuja tuweze kuwa pamoja na wewe, kwa sababu ningetamani sana wewe ufike tuwe na ile one on one, tuweze kukaa chini tuweze kujuliana hali, na Mungu atakubariki sana. Kwa wale ambao mko Kilgoya pia tuko na satellite kule Kilgoya, hapo site opposite Keriwasco, ofisi za maji pandia, barabara inaenda Kagumo hapo juu ya stadium hapo kidogo. Kwa hivyo tunakukaribisha pia wale wako Embu. Kila Alhamisi niko Embu kuanzia saa 3 nakuwa kwa ofisi kwa ajili ya ile one on one, na Mungu ataweza kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Kwa wale ambao ni hapa Embu, huwa tunakutana every Wednesday na every Friday. Wednesday na Friday kuanzia saa 3 tunakuwa na program zetu hapa, na Mungu atakubariki pale kanisani, na Mungu ataweza kukubariki. Mtazamaji, Mungu akubariki sana. Nataka sasa nianze programu hii kwa wakati huu, na kabla sijaanza ni muhimu tufungue na neno la maombi, na Mungu atakubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, asante Mungu kwa ajili ya kutupatia nafasi hii katika programu hii. Asante kwa ajili ya kila msikilizaji, kila mtazamaji umempa nafasi aweze kunitazama. Ninabariki watu wako hawa. Ninaomba neema yako Mungu isiyo kawaida ikawe juu ya kila moja. Ninaomba tukakuone, naomba breakthrough ya ajabu katika programu. Naomba Mungu kila kitu kienda salama. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, 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 amen. Mtazamaji, Mungu akubariki sana. Nashukuru kwa ajili ya Mungu kukuleta ili tuweze kuwa pamoja na wewe siku hii ya leo, na ninaamini ya kwamba yako mambo makubwa yanaenda kutokea katika maisha yako siku hii ya leo, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Leo hii mpenzi mtazamaji, katika programu hii leo nataka niongee habari ya stranger ama mgeni. Leo nataka kusema kwamba stranger shall wither, ama mgeni lazima leo anyauke, ama tumkaushe leo na mizizi. Nitakuwa nafafanua ninamaanisha nini wakati naposema kuhusu stranger, kwa sababu kwenye kitabu cha Zaburi 18:44 tutakuwa pia tunaisoma, inaongea kuhusu habari za mgeni. Mgeni ni nani? A stranger is simply a thing or an object that is residing in or occupying the wrong place. Kitu chochote ambacho kinaonekana kina occupy the wrong place, hicho kitu ni stranger. Kwa mfano ni kama saa hii kwa tumbo yako kuwe na makasi. Unaona? Hayo makasi ni stranger katika ile tumbo. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo unakuta zina reside mahali ambapo ni mahali ambaye ni wrong place, na zinakuwa ni stranger. Unakuwa vitu zina reside ama zinakaa mahali fulani, na hizo vitu zitakuwa ni stranger kwa maisha ya mtu yule ama kwa ule mtu. Kwa mfano ni kama siku nyingine nikiwa pale Kilgoya, nimeenda kuombea mama fulani ukombozi, nimemuombea. Baada ya kumuombea huyu mama kulikuwa na shida, kwa sababu alikuwa na kesi. Kuna mtu alikuwa anataka kuwanyang'anya shamba. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa anachanganya mzee anachanganyikiwa, anaanza kuweka sahihi hata kule hakufai. Na mama naye akawa ni mwerevu, akawa amejua hizo vitu, kwa akawa anavipiga kabisa, mama anafuatana nazo. Kwa hivyo na yeye kumbe walimtumia stranger kwa mwili wake. Mama anasema kwa tumbo yake akawa anasikia kuna kitu kinacheza kama mtoto, na hicho kitu hakikuwa cha kawaida. It was a stranger katika mwili wa ule mama. Hicho kitu kilipo kwa kinacheza kwenye tumbo, mama yule akawa inamsumbua sana. Ila tukawa tumeomba naye. Wakati tulimaliza maombi kwenye deliverance, akaenda, asema alipofika hapo kwa nyumba akasikia kunywa maji.
alienda akanywa maji mtungi mzima, akisema hivyo mpaka mtoto wake hey mami, mbona umekunywa maji mingi, kuna shida yote? Hakuongea. Anasema kwamba yule mama akasikia kwenda kujisaidia kukojoa, kaenda kwa choo pale, choo yake ni ile ya shimo, akajisikia tu ajisaidia hapo nje, yani aende choo hapo nje, sio kwa ile shimo. Anasema akaenda kukojoa, akakojoa nyoka, lakini yule nyoka alikuwa amekufa. Unaona? Sasa yule nyoka kukua kwa tumbo yule mama, yule nyoka alikuwa stranger. Na kuna watu wengi ambao vitu nyingi stranger siko kwa maisha yao. Na tunasema a stranger will wither today in Jesus name. Kuna watu wana vitu kama stranger kwa maisha yao ama kwa anga zao. Na tangu huyo mgeni ama huyo stranger alikuja kwa maisha yako, mambo yako yalibadilika. Kuna mtu amekuwa akiendelea vizuri sana, lakini anatumiwa stranger. Na yule stranger anaingia kwa maisha yake, na yule stranger sasa anaanza kutawala yule mtu. Inakuwa yule mtu yeye sasa anaendelea vile anataka, yule stranger anakuja na take over katika maisha ya yule mtu. Inakuwa very dangerous. Ndio maana leo nataka niombee watu. Kama kuna stranger aliingia ndani yako, leo lazima atoke kwa jina la Yesu Kristo. Tulipoomba na huyo mama, yule nyoka alitoka, maana alikuwa stranger na alikuwa anamsumbua. Stranger akishaingia kwa maisha ya mtu, maisha yule mtu yana lose focus wakati yule stranger anapoingia kwa maisha ya yule mtu. Na leo nataka niamini Mungu, kila stranger ambaye anakusumbua na alikuja kwa maisha yako, leo hii lazima awithe, lazima leo akauke. Tunamuoa na misisi kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni kama kwa mfano nimekumbuka pia kuna mama mwingine tu hapa kwa kutuni hapa Embu, ameolewa tu hapa Embu. Anasema wakati ule tu aliolewa kwa ile boma, aliolewa tu vizuri sana na wakawa wanaishi na wakapata mtoto wa kwanza. Kutoka hapo anasema ndoa yake iliharibika, maana kuna stranger alikuja akaingia kwa ndoa yake, na huyo stranger alikuwa ni nyoka. Sasa huyo mama alikuja analia, anasema for 12 years ameolewa na nyoka. Maana yule nyoka wakati aliingia kwa ndoa yake, ikakuwa yeye ndiye analala na yeye ama yeye ndiye anamuoa. Sasa mzee akakuwa kama hana nguvu za kiume, ana tamaa yake, ana hisia zake, mzee akakuwa ako flat. Lakini yule nyoka akawa anamshughulikia mama 12 years. Mama sasa alikuja akilia, akisema mimi mtumishi wa Mungu nimefika mwisho, maana sasa hiyo maisha mimi yamekuwa magumu kwangu. Na kutoka hapo mama alipopata yule mtoto akupata mwingine, kwa sababu yule stranger alikuja akaingia kwa maisha ya yule mama. Wakati mwingine pia unakuta our strangers huwa wanakuja in forms of dreams ama vision. Unakuta zingine mtu ameota ndoto usiku, unakaa ukiota ndoto unaona kuna kitu kinakutokea usiku. Kile kitu kinakuwa ni stranger. Yule stranger saa zingine anaanza kuintroduce you even through a dream. Unakuta kupitia ndoto kuna mtu tangu aliota ndoto fulani, akiona kitu fulani kimeingia kwa maisha yake. Kutoka hapo ndio maisha yule mtu yaliharibika. Nataka niamini Mungu, mtazamaji wangu, stranger yote aliingia kwa maisha yako, that stranger must wither today in the mighty name of Jesus Christ. Huyo stranger leo lazima anyauke, lazima anyauke. Tunamuoa na misisi leo, na tukimuoa na misisi tuamini Mungu kwamba ule mlango aliingililia utaenda kufungika. Hiyo njia alitumia kuingia kwa maisha yako, hiyo stranger itaenda kufungika leo katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Kuna watu stranger akishaingia kwa maisha yako, siku ile ulimuona huyo stranger amekuja, ndio maisha yako iliharibika. Nimekumbuka pia nikiongea habari ya sister mwingine, yeye huwa anafanya kazi ya salon. Na anasema kuna wakati ilifika wakakuwa kama wanabishana na mume wake, na mume wake akaamua sasa kumuangamiza, akaenda kwa mganga. Alipoenda kwa mganga akatuma spirit ya immorality kwa maisha ya ule sister, ili ya hanye labda ashikwe na magonjwa, vitu kama zile. Kwa hivyo ile spirit alikuja in form of dog, kwa sababu unajua hata wakati ukiota mandoto za kuona umbwa ina represent the spirit of immorality, hata nguruwe. Kwa hiyo yule mama aliona umbwa imekimbizana na yeye, akaona umbwa imekimbizana na yeye, umbwa. Wakati alikimbizana na yeye sana, akaenda akaanguka. Wakati alianguka, ile umbwa ilikuja ikamshika, maana kama inataka kulala na yeye. Lakini katika hiyo ndoto ndio akashtuka. Aliposhtuka akaona yeye kwa kitanda, lakini anasema kwamba alipoangalia akaona kama amegwara, akaona kucha za yule umbwa. Anasema kutoka hapo aliingia na spirit of masturbation yule dada. Akawa anatengeneza customer, inabidi amwache customer aende kwa choo afanye masturbation. Unaona? Kutoka siku ile yule stranger alimuona kwa dream, kwa maisha yake yule nyoka, yule umbwa.
Kutoka hapo maisha huyu dada yaliharibika, ikakuwa sasa ni masturbation, hawezi fanya kazi, yani maisha magumu pale. Yule stranger aliingia kwa maisha yake. Nataka niamini Mungu leo, ujumbe wangu ni kwamba kila mgeni aliingia kwa maisha yako, huyo stranger shall wither in the mighty name of Jesus Christ. Hizi ni vitu zinasumbua watu. Leo mimi nilikwambia kwamba mimi ni specialist kwa mambo ya deliverance. Mimi ni daktari ama ni mtaalamu wa mambo ya ukombozi. Na kama uko na mtu pale nyumbani na anahitaji kufanywa deliverance, mimi huwa sing'ang'ani, kwa sababu unaikuta kwamba hata daktari wa kung'oa meno ang'ang'ani, kwa sababu kwa specialist na kung'oa meno. Daktari yule wa masikio ang'ang'ani. Ukifika tu kwake tu anajua shida iko wapi, kwa hiyo masikio tu ukishaeleza. Daktari wa operation huwa ang'ang'ani. Ukifika tu anajua ni wapi atakata, ni wapi atatolea hiyo shida, ang'ang'ani. Ndio na mimi kwenye line ya deliverance, na mimi si ng'ang'ani. Nikikushika tu hivi ama tukiongea na hiyo pepo tu itajieleza yenyewe ilikujaji, vitu kama zile. Kama unahitaji ukombozi, wewe jaribu unitafute tuonane na wewe, ukuje ile spiritual clinic. Nimekuambia huwa anakuwa na spiritual clinic kila siku ya Wednesday na Friday hapa Embu Town juu ya Mathai Supermarket opposite Equity Bank hapa town. Na wale mko Kerugoya kwa hapo site kila Alhamisi. Na unaweza piga hizo namba zangu kama saa zingine uelewi ni wapi na kuambia tuko, na saa zingine unaweza kuwa pia uko mbali. Kuna watu wengi wananipigia, kama leo nilikuwa napigiwa na watu kutoka Kabati. Wanasema wewe mtumishi wa Mungu tunakuwatch, tutafika aje? Nasikia uko kule Embu, kwa Kerugoya tutafika aje? Unaweza ukafika, hakuna umbali wakati unahitaji kusaidiwa. Watu watoka hapa wanaenda kule China, wanaenda kutengeneza ama kule India. Kwa hivyo hakuna umbali wakati unahitaji msaada, na especially kwa mtu ambaye anaelewa shida yako ama yule specialist ambaye anaweza akakusaidia katika hiyo hali unapita. Kiendelea pia nimekumbuka kitu kingine nataka nikuelezea, labda baadaye ndio tusome mstari wa kuhusu strangers na nifafanue mgeni nani. Nimesema mgeni ni wakati kitu kinaonekana kiko mahali ambao ni wrong place. Hicho kitu kwa stranger ni mgeni. Nimekumbuka brother mwingine alikuja nikiwa hapo Kerugoya, alikuja tu siku moja lunch hour. Na nilikuwa nafanya one kabla sijaanza maombi ya lunch hour. Sasa jamaa kwenda kuomba na yeye tu, nikaona amelipuka, tukapambana na yeye hapo. Sile mapepo zikaanza kuleta shida, nikasuluhisha kwa nini, mbona mnamteka huyu jamaa, kwa shida gani? Sasa kumbe wale waliomfanyia hivyo walitumia stranger yule jamaa, na ni kazini yake tu, na ilikuwa ni shida ya shamba. Maana kijana amezaliwa peke yake. Na vile amezaliwa peke yake, kwa hivyo yule kazi alitaka amalize ili aweze kuchukua hiyo shamba na urithi wake, na njia ya kumfanya asiwahi oa. Kwa hivyo vile walifanya, yule walipoenda kwa uganga, yule jamaa alitumia stranger, alitumia mwanamke wa pepo, wanaitwa spiritual wife. Alitumia spiritual wife, mwanamke vile anakaa kama mzungu. Huyu jamaa anasema kila akienda kulala, huwa anaonanga huyo mwanamke anakuja anatoa nguo zote, wanaanza kufanya mapenzi na yeye. Kwa hivyo yeye hawezi tamani mwanadamu wa kawaida. Yule stranger akakuja akaanza kuishi na yule jamaa. Yule stranger amekaa naye, amemtesa tangu yule stranger aliingia kwa maisha yake. Kila mmoja alilalamika, hata wazazi wake walikuwa wanalalamika, kwa maana sasa wanashinda mtoto wetu ndio huyo, miaka imekwenda 40 hata ashughuliki ni nini kinaendelea. Na mimi mama yake naye pia yule miaka imeenda, ni mzee. So mtoto wangu ningependa hata kuona mjukuu. Sasa kumbe huyu kijana analilia mjukuu, kuna stranger aliingia kwa maisha yake na ni spiritual wife. Akawa ameoa pepo, ametumua pepo amuoe, akawa anafanya mapenzi na yeye, huyo pepo ndiye anamkamua. Na unajua hata zile mbegu huwa wanakamua pia zinataka kuweka watu mimba ambazo wasisaliwi. Unakuta mtu memba imewekwa isaliwi. Lakini leo hiyo stranger tutakwenda kupambana na yeye. Ndio maana nimekuja hapa katika jina la Yesu Kristo. Inaongea kuhusu stranger shall wither, ama mgeni atanyauka leo. Sasa nilikuwa nakupatia mifano sile mimi mwenyewe nime-experience katika ministry. Katika ministry nimekuambia ndio uweze kuelewa. Hapo pia kuna mama mwingine alikuwa mjamzito for 18 months. Kawaida mimba inataka iende 9 months. Huyu mimba yake iliendelea 18 months. Wakati akaenda kujifungua, akajifungua polyethylene paper. Sasa unaona huyu hii polyethylene paper ni stranger. Inawezaje kakaa kwenye tumbo ya binadamu? Karatasi hiyo polyethylene paper. That's a stranger. Na those stranger today shall wither in the name of Jesus Christ. Ndio maana nimekuja hapa niombe kitu chochote kiliingia kwa maisha yako. Na tangu hiyo stranger aliingia, unakuta kwa maisha yako ilibadilika. Wengine aliingia stranger, labda spirit fulani, labda ya ulevi, umalaya. Tangu hiyo roho ilikuingia, unakuta kwamba ilikuja ikachange everything. Wengine walikuwa na spirit of poverty, umaskini. Kuna mtu mwingine alikuwa anasema kwamba
Ani jamaa mwingine kwa deliverance. Kwa deliverance, baada ya kufanyia deliverance, kumbe alikuwa ameingiwa na stranger umaskini. Kwenye deliverance yake, anasema akifanyia deliverance, aliona mtu mzee ako na racks. Akimuaga sasa wakati unasema toka, akaona kuna spirit imetoka kama mzee, ako na racks, amevaa manguo mabaya, anamuaga akisema mimi nimesurrender, kama vile unakuta tunafanyia mtu deliverance, anasema oh mimi nimeenda. Kumbe alikuwa anaona mzee ako na racks, akimuaga akiondoka. Kwa hivyo ni stranger alitumwa kwa maisha yake in form ya spirit ya umaskini. Maana tangu huyo mzee mwenye racks aliingia kwa maisha ya jamaa, akawa anamuona kwa ndoto, kutoka hapo ndio mapato yake iliharibika. Kuna watu waliingiwa na strangers, na tangu wale strangers waliingia kwa maisha yako, unakuta kwa maisha yako iliharibika. Hata kupata senti uweze ukapata hata pesa. Wakati ule stranger aliingia kwako, either ni spiritual wife ama spiritual husband. Sengine ni spiritual husband, unakuta ni mama umeolewa na ukaanza kuona ukifanywa mapenzi kwa ndoto. Kutoka hapo ndio mlikosana na mzee, ndio maisha yako yaliharibika. Kuna watu wengine hata akiota ndoto, hata kama anaenda interview, akienda na fail interview. Kuna jamaa mwingine alikuwa anasema yeye kila tu akiitiwa kazi, hiyo usiku anaotanga kitu, akienda anafikanga late, ama akienda tu kitu kinaenda kinamtokea kwa barabara. Kwa hivyo stranger huyo akishaingia kwa maisha ya mtu, unakuta maisha ya mtu imeharibika. Nitaendelea tu kufafanua mifano, niko na mifano mingi ya stranger. Hata nimekumbuka kuna jamaa mwingine naye alikuwa anapita mitihani, alikuwa number 1 hiyo kijana mpaka class 7. Akienda kufanya mtihani wa class 7, hiyo class 7 sasa ndiye anaenda kwa mtihani, ndiye aenda sekondari ile ilikuwa kabla hatuyapata 844. Huyu kijana anasema alianza kuota na mbuzi. Kwa ndoto zake zote ni mbuzi. Kumbe after deliverance alikuja kuelewa anko yake alienda kwa mganga na akaweka spirit yake kwa mbuzi. Kwa hivyo jamaa alikuwa anaona mbuzi kila wakati kwa ndoto, mbuzi, hakujua mbuzi ni ya nini. Lakini wakati alifanywa deliverance, ndio ile mbuzi ilikufa in the spirit. Na kumbe pia mjomba ile mbuzi alikuwa ameinunua in the physical, na akawa anaiweka hapo kwa mboma yake. Wakati jamaa anafanywa deliverance hapa, hii mbuzi inakufa rohoni, hata ile mbuzi ya mganga ikakufa nyumbani. Na ni yule mjomba. Mjomba ilibidi aje atafute huyo kijana kutaka kujua ni nini kijana amefanya. Mbuzi yule akafa. Kila stranger katika maisha yako must wither today, shall wither today in Jesus name. In the book of Psalms 18:44, isome to 46, 18:44 to 46, 18:44, Psalms 18:44 to 46. Biblia inasema kwa kusikia tu habari zangu mara wakanitii. Kila stranger kwa maisha yako ambaye ananisikiza saa hii, iwe ni nyoka, iwe uliwekwa ndege kwa mwili, iwe ulitumia spiritual husband, spiritual wife, ulitumia mtu fulani, ulitumia roho fulani in form of something, kitu inakujanga tu inakunyonga, usiku huwezi ukaamuka, huwezi piga nduru. Biblia inasema kwamba kwa kusikia tu habari zangu mara wakanitii, wageni walinijia wakinyenyekea. Kila pepo lazima itetemeke saa hii wakinyenyekea. Wageni nao walitepetea, walitoka katika ngome zao wakitetemeka. Kila mgeni kwa maisha yako lazima leo atetemeke. 46. Bwana ndiye aliye hai, na ahimidiwe mwamba wangu, na atukuzwe Mungu wa wokovu wangu. Niamini kwamba mgeni aliye kwa maisha yako leo lazima atetemeke na aondoke. Nimekumbuka tunafanya deliverance mara nyingi tukiombea watu, unakutanga hiyo mapepo inaleta shida. Inasema mimi nimeenda sitawahi rudi, huyu sitamguza tena, huyu. Yaani mapepo inatetemeka. Hao wanakuwa ni wageni wao kwa maisha ya mtu, na huwa wanaondoka. Wengine wanasema mtumishi wa Mungu unatuchoma. Nani wanasema? Hao wanakuanga ni wageni wamekuja wakaingilia maisha ya ule mtu. Na unajua wageni wakishaingia maisha ya ule mtu, ama kwa njia nyingine, mtu yote akishakuwa possessed ni ile unakuta kwamba kwenye maisha yako kuna mtu mwingine amekuja akachukua nafasi, ukawa possessed, akakuwa kama take over kwa maisha yako. Huyo mgeni anasema shall wither today in Jesus name. Nimekuja leo kuongea habari za mgeni. Mtazamaji, Mungu akubariki sana. Naweza nikaongea sana hata nikasahau. Mimi ni Apostle Simba Manyuki wa kanisa la ATG Deliverance Chapel. Kanisa hili liko hapa juu ya Mathai Supermarket opposite Equity Bank. Nimekuja hapa niweze kukuenlight. Biblia inasema kwamba an iron sharpens an iron. Yaani chuma inanawa chuma. If you walk with wise, you'll be wise.
tumekuja hapa kuelimishana, kuweza kuwekana makali mmoja na mwingine. Ndio maana nimekuja hapa. Mungu amenipatia nafasi, na mshukuru Mungu sana, sio kawaida. Napenda pia kushukuru Mungu kwa ajili ya kituo hiki. Maana kupitia kituo hiki pia nimeweza kufikia watu wengi. Nashukuru Mungu kwa hiyo, na nashukuru Mungu pia kwa ajili ya director. Nasema Mungu ambariki na muongezee miaka nyingi, na Mungu pia abariki station hii kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa wale mko kule nje pia na washukuru wale ambao huwa mnakaa mkini support. Mungu awabariki sana kwa kuendelea kusimama na mimi. Hata saa hii bado sitachoka kusema kwamba endeleeni kusimama na mimi kwa uwezo ule Mungu anawapatia. Hata saa hii ni maombi yangu uingie tu kwa M-Pesa yako, useme mtumishi wa Mungu, acha nikusupport, acha nikutumie hii sadaka, acha nikupe hii sadaka. Mungu atakubariki. Unaweza fikiri ni kawaida, lakini baada ya kufanya hivi ndio utaona. Yesu alisema kwamba in the book of Matthew afikiri 10:41 anasema kwamba yeyote atawapokea ninyi amenipokea. Aliambia mitume, akamwambia yeyote ataenda awapokee ninyi amenipokea mimi, na yeyote atawapa hata ngao kikombe cha maji baridi atakosa thawabu yake. Yeyote atampokea nabii kwa jina la nabii atapokea thawabu ya huyo nabii. Yeyote atapokea mtumishi wa Mungu kwa sababu ni mtumishi wa Mungu atapokea thawabu ya yule mtumishi. Kwa hivyo wewe unanipata pale. Mungu akubariki kwa wale mnaendelea mkifuatilia mafundisho yangu. Maana wengi wanasema kwamba Apostle Simba, wengine ni huko Nairobi, wanambia tunakufuata sana mafundisho yangu. Hata kuna wachungaji wameniambia wangependa niwatembelee kwa makanisa yao kule Nairobi. Wanasema tunafuata mafundisho yako sana na tunabarikiwa. Na hata wengi wanaahidi kunisupport, na wengi pia wananisupport. Mungu awabariki sana kwa wale ambao mnakubali kusimama na mimi kunisupport kwa sadaka zenu. Msema mtumishi wa Mungu, acha tusimame na wewe, hata tukusupport. Mungu awabariki sana kwa wale mnafanya vile kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Basi kwa wakati huu nataka niendelee bado kufafanua. Na nimesema wale mko Kerugoya ama hapo Kirinyaga, Kerugoya hapo town ya Kerugoya, niko hapo site kila Alhamisi. Njoo hapa tukae one on one. Kila Alhamisi tutakuwa tunaongea na wewe pale, na kila Sunday nakuwa niko pale kwa sababu na operate sote mbili, maana ile ni satellite. Napiga hapa kama Sunday nilipiga, nikamaliza ile ibada ya kwanza, nikaenda kule nikapiga ibada nyingine, nikatoka ile crusade kidogo kusaidia watu wa Mungu pale. Na nashukuru Mungu kwa wale ambao mnaendelea pia kuungana na mimi kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Wale wako hapa Embu, endeleeni kunitembelea. Na nashukuru kwa wale wote ambao wananipigia pia simu kusema watakuja kuniona. Mungu akubariki. Usichelewe, endelea kuja. Ukiona Mungu anakuhimiza uje tuonane, lazima kuna kitu, kuna sababu. Ukiona unasikia kwa rohoni mwako unahitaji kuja tuonane, lazima kuna sababu. Usikose kuja kuonana na mimi kwa ile spiritual clinic. Na hiyo inakuwa hapa Embu, inakuwa Wednesday na Friday, na kule Kerugoya inakuwa Alhamisi. Hizo ni spiritual clinic ambazo huwa zimesaidia watu sana tunapokaa pamoja. Watu wengi nimeona wakisaidika na kutoa shuhuda za ajabu. Mungu akubariki sana mtazamaji wangu. Endelea bado kutusupport, endelea pia kushare hii program. Ambia watu kule wapi kila mahali, jaribu kuwaeleza kwamba kuna mtumishi anaongea habari ya stranger, ama wale watu ambao wanaingia maisha ya mtu alafu maisha ya mtu yanaharibika. Biblia inasema kwa kusikia tu habari zangu mara wakanitii, wageni walinijia wakinyenyekea. Wageni nao walitepetea, walitoka katika ngome zao wakitetemeka. Wakati mwingine unapo command, nimekwambia mimi ni mwalimu wa ukombozi, ama mimi ni specialist. Hata nisipoongea mambo mengi, ile tu nikikucheck hivi najua ni nini, ama kulingana sile pia behavior nitaangalia. Nitajua kwa sababu hiyo line Mungu amenipatia na sio kungangana, ni neema ya Mungu. Kwa hiyo wakati tunapofanya deliverance, nimesema mara nyingi unakuta unapokemea sile pepo, kuanza kutetemeka. Yule mtu ameanza kutetemeka, huyo mtu ameanza kugaragara, mtu ameanza kupiga nduru, ameanza kutaka kutoroka. Sile wale wageni wanakuwa ndani yule mtu. Na tunaanza kusema acheni tuende hapana, hatutawahi rudi hapa tena. Hivyo ndivyo ilifanyika pia hata wakati wa Yesu. Unaona? Wakati wa Yesu, wakati mmoja Yesu alikuwa katika ministry yake, aenda akakutana na yule jamaa alikuwa anakaa makaburini. Unaona kuna wageni walikuja wakaingia kwa yule mjamaa. Mjamaa alikuwa mtu mzuri sana. Lakini kuna wale strangers walikuja wakaingia katika maisha ya yule jamaa. Wale strangers wakati waliingia kwa maisha ya yule jamaa, walienda wakaharibu maisha yake. Jamaa ikabidi mpaka atoke nyumbani kwao awe anakaa makaburini. Kuna watu wengine wanakuta waliingiwa na stranger.
maisha yao iliharibika. Mwingine yule stranger alikuwa ni bangi. Unakuta mtoto alikuwa anaendelea vizuri, alipoanza kuvuta tu bangi akahama nyumbani. Alipoanza tu kuvuta bangi anakaanga makaburini. Alipoanza kuvuta bangi sile vituko anafanya. Maana mtu alikuwa anaendelea vizuri, lakini kuna stranger alikuja akaingia kwa maisha yule mtu. Sasa yule jamaa alikuwa na zile mapepo ama zile majini zile. Wakati wale stranger walimuingia, Yesu alipokuja, wale stranger walianza kuleta shida. Wewe Yesu, kwa nini umekuja kutuangamiza kabla wakati wetu? Yesu akawaambia, akawauliza mko wangapi? Ninyi ma strangers. Wakasema sisi ni jeshi. Sisi ni jeshi. Wakaambia Yesu, usituangamize. Tuamurishe tu tutoke na tuingie kwa nguruwe. Yaani kwa jingine wale strangers walianza kutetemeka, wakaanza kupiga kelele, wakasema tuamurishe tuingie kwa nguruwe. Na hivyo ndio Yesu alifanya, akaamurisha wale stranger wakaingia kwa nguruwe. Nguruwe nazo zikaona badala ya kukaa na hawa stranger vai tukufe. Hawa stranger wanapeleka mtu afadhali we die. Imagine paka nguruwe zinataka kukaa na wale pepo, wale stranger. Zikaamua vai zikufe kuliko kukaa na yao mapepo, zikaingia kwa bahari na zikaangamia zote. Kwa hivyo hawa strangers wanapoingia kwa maisha ya mtu ina change. Hawa stranger wanapoingia kwa maisha ya mtu, unakuta direction yule mtu inabadilika. Mtu alikuwa anaendelea vizuri, ameingiliwa na wageni fulani, maisha ikaharibika. Ukaona amebadilika, saa nyingine unaweza tumiwa hata roho ya umaskini. Ukakuta hiyo stranger alipokuingia, ukipata senti ujue mahali inaenda. Unaweza ukaingiliwa na stranger wa kukopa mandeni. Unakuta unakopa. Hata kumbuka mama mwingine alikuwa anamuombea kumfanyia deliverance wale stranger, wakasema sisi tulimtumia hiyo stranger wa mandeni. Tumemsababisha amekopa kila mahali, hata hana mahali pa kutokea. Yaani hata kutoka aende shughuli zake hawezi, atatokea wapi? Na unajua yeyote amekukopesha anakuwa ndiye mkubwa wako. Mtu akisha kukopesha anakuwa ndiye master. Yeye ndiye mkubwa wako, lazima umuogope. Kwa sababu uko na ndeni yake, anakuwa amekutawala. Sasa yule stranger akiingia ule wa mandeni, unakuta wewe una mahali, anakuja anabadilisha maisha yako, hata watu wanashangaa kama ni wewe. Kwa hivyo that stranger today must wither in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Na ndio maana nimekuja hapa niweze kuombea mtu kwamba huyo mgeni, huyo stranger aliingia kwa maisha yako, ukaanza kubadilika, ulikuwa unaendelea vizuri. Yaani hiyo spirit ilipokuingia, huyo stranger ulibadilika, unaona ndoa yako ilikuwa inaendelea vizuri. Stranger alipoingia, amuelewani tena, unakuta yani mpaka watu wanashangaa, si harusi ilifanyikia kanisani. Huyo stranger akiingia, hata kama mliunganishwa na nani, huyo stranger akishaingia ana take over, anakuwa ndiye anatawala maisha yako. Kuna stranger anaweza akaingia pia kwa biashara yako. Unakuta hiyo biashara imesambaratika, hakuna mtu anataka habari zako. Stranger anaweza akaingia anywhere katika maisha ya mtu. Na ninasema wageni leo lazima leo wakauke katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nikienda break kidogo, kabla sijaenda, nimekumbuka pia ushuhuda mwingine tu hapa Embu. Hiyo kitu ilinishtua. Hapa tu nilikuwa na meeting pale bodeni hapo, na nikawa naombea watu. Mama mmoja alikuja akiwa mjamzito. Huyu mama alipokuwa akiwa mjamzito alikuwa analia juu ya hiyo ujauzito wake. Baada ya kumuombea alienda akajifungua kanguruwe. Alisema mchungaji, mimi nienda kufungua nikakuta ni nguruwe. Hiyo ni stranger. Inaweza nguruwe kanguruwe kakaeka kwenye tumbo ya binadamu. Shetani ashindwe kwa jina la Yesu Kristo. The stranger today must wither in the name of Jesus Christ. Nataka niende break kidogo, share, ambia watu kwamba tuko, alafu ninarudi tena kwa dakika kidogo. In Jesus precious name. Amen, 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 amen. Ya Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji. Tunaendelea na topic yetu ya kwamba stranger shall wither, ama mgeni. Stranger ni mgeni, shall wither. Na nisema who is a stranger? Nimeelezea nikasema stranger kwa njia rahisi ni either simply a thing or an object that is residing in or occupying the wrong place. A person becomes a stranger when he leaves his home and the country for another that is not familiar. Mara nyingi mtu anakuwa mgeni akitoka sengine kama nchi yao, ameenda nchi nyingine ambayo hajaizoea. Nikasema kwamba kuna watu ambao wako na strangers katika maisha yao. Ama unakuta kwamba stranger alikuja akaingia kwa maisha yako na hafai kuingia. Stranger alikuja akaingia. Unaona hata Adam na Eve
Eve, wakati nyoka aliongea na yeye, yule nyoka alikuwa stranger. How comes nyoka anaongea na wewe? Sasa yule ni stranger. Something strange. Hiyo ni something strange. Nyoka inaongea na binadamu. Ilikuwa something strange. Lakini Eve hakunotice huyu ni stranger, akamuongelesha. Na unaona wakati Eve aliongelesha yule stranger alimpotosha. Even now we are suffering kwa sababu Eve alikubali kuongea na yule nyoka. Alikubali kuongea na yule nyoka. Na nafikiri pia kuna watu walikuwa wanasema kama Eve wangejitahidi waue yule nyoka, nafikiri hiyo mambo ya huyo pepo angetufanyia vile ametufanyia. Na inasemekana pia hata kwenye ndoto, ukiota ndoto na nyoka na ukatae kuiua, lazima uombe sana. Maana hata kama utaona nyoka kwa ndoto inabidi uiue. Na kuna watu wanaota na nyoka, na mtu yote akianza kuota na nyoka, maisha huyo mtu inaanza kuharibika. Because that's a strange. Huyo ni stranger. Na ndio maana nimesema stranger wengi wanakuja in form of dreams. Stranger wengi wanakuwa alert kwa ndoto. Unaanza kuota ndoto ukiona nyoka, unaanza kuota ndoto ukiona jitu linakufinya shingo, mambo inaanza kuharibika. Unaanza kuota ndoto saa zingine ukienda kama samaki kwa maji. Unaona? Sasa wale stranger mara nyingi wanakuja in forms ama ya vitu fulani. Na wanajimanifest mara nyingi hata wanatokea kwa ndoto. Unaanza kuona kuna kitu kimeanza kuja kwa maisha yako. Kuna mtu ameanza kukutokea kwa ndoto. Saa zingine mnaona vitu zinaendelea siko sawa. Huyo stranger akishaingia, unakutaka maisha ya mtu yanabadilika, tabia ya mtu inaanza kubadilika. Kwa sababu kuna stranger, kuna roho imekuingia. Hiyo roho anakuwa ni stranger fulani. Ameingia kwa maisha yako. Na huyo stranger lazima umkatae. Lazima upambane na yeye. Lazima upambane na yeye. Kitu strange. Hata kuna mtu mwingine anaonanga amekuja amedungwa sindano. Na kutoka saa hiyo akidungwa hiyo sindano unakuta akiamka asubuhi hata mkono umeparalyze. Maana kuna kitu strange, kuna stranger ameingia kwa maisha yake. Sasa ndio tunasema huyo stranger lazima akauke kwa jina la Yesu Kristo. Lazima the stranger must wither in Jesus mighty name. Nataka niangalie neno la Mungu kwenye kitabu tena. Nimesoma mambo ya stranger kwa wale wamenisikiza hapo mwanzo ile Zaburi. Lakini sasa nataka niingie kwenye Matthew 11:12. Watu wengi sana wanajua habari ya Matthew 11:12. Kwa sababu inasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji hadi sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na nguvu. Na wale wako na nguvu ndio wanauteka. Hapa inaongea mambo ya violence na violent. Yaani mwenye nguvu yaani unatekwa na nguvu na yule ako na nguvu. Iko taken by violence and the violent wale wako na nguvu. Hebu tusome the book of Matthew 11:12 inasema kwamba tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu na wenye nguvu wauteka. Ufalme unapatikana kwa nguvu na wenye nguvu wauteka. Ufalme unapatikana kwa nguvu na wenye nguvu. Kwa hivyo kwa njia nyingine wewe mtazamaji ufai kulala wakati stranger ameingia kwako. Unatakana uwe violent. Uwe violent mpaka huyo stranger atoke. Ingawa kwa mfano hata saa hii hapa studio hii nyoka akuja ingia hapa. Hata naweza toka kwa hii kamera mpaka nipambane na yeye atoke. Siwezi hiyo stranger hapa kwa mfano kwa hii studio nyoka hafai kuingia hapa. Sasa saa hii akiingia ndio utajua, utaona hapa nimepotea kwa hii kamera, nimeenda kumshughulikia. Kwa hiyo the violence lazima wenye nguvu ndio wanateka. Kwa hivyo wewe lazima utumie violence uwe na violence. Na mwenye nguvu the violent ndiye anateka ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo usiruhusu a strange object, kitu kimekuja kimewekelewa kwa maisha yako na kinaanza kuoperate. My God. Unakuja unaona hata kuna juzi wala wana watch Deliverance TV waliona kwenye zile ama waliona kwenye hiyo Deliverance mama moja. Hata mwenyewe nilikuwa hapo kwa hiyo Deliverance. Nilikuwa kwa Deliverance hapo na mama moja anatapika pesa. Kabisa alianza kutapika
mashilingi, akaanza 10, 20, akaanza 50. Ameenda kabisa, ametoka hapa Kirinyaga. Mara ya mwisho alitapika 1000. How comes noti ya 1000 iko kwa tumbo na sio fake? Yaani noti inakuwa kwa tumbo. Ama unakuta mtu mwingine atapika chuma kabisa. Hata niona pia alitamka earrings, akatamka hata akatapika chain. Ati iko kwa tumbo yake. That chain is a stranger. Na vitu kama hizo unakuta saa zingine ziko kwa tumbo ya watu. Kwa tumbo za watu. Jamaa mwingine ndiye alikuwa ananiambia walikuwa wanafanyia alikuwa anafanya mortuary na wanafanya ile postmortem. Hata kuna mama walienda kumfanyia operation ile ili waweze kuchukua zile samples za postmortem. Hata kulikuwa na pin zilikuwa kwa tumbo. Mama alikuwa akienda kukatwa hivi tumbo inafura, kulikuwa na pin. Ili bindi atafuta mganga ama wale watu wa familia walikuwa wamemtengeneza wakuje ndio waongee na huyo stranger ndiye amwachilie ndiye afanywe postmortem. Na alikuwa mtu amekufa kimwili inafura, ikiguzwa tu na ile vitu za operation inafura. Dunia iko na mambo sana. Mimi ile mambo nimeanza kuyaona saa hii na kuyashuhudia hata kupitia deliverance. Hata ninashangaa. Watu unakuta vitu ziko kwa miili yao, viko kwa tumbo, ni kama sasa ukute cheni iko kwa moyo. What is that? That's a stranger, ni kitu strange. It's an object, iko strange. Iko kwa maisha ya mtu. Kuna watu wana vitu kwa miili yao, kwa maisha yao. Na hizo vitu lazima zikauke leo. Ndio maana nimekuja kuomba na wewe katika jina la Yesu Kristo. Mimi nimekuja nifanye maombi leo. Na ninapigana vitu ambavyo vinaonekana strange kwa maisha ya watu. Hizo ndio ninakuja kupigana nazo. Maana vile sasa kama tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka saa hii naongea na wewe, ufalme wa mbinguni unatekwa na nguvu, na wale wako na nguvu wauteka. Wale wako na nguvu. Kwa hivyo lazima usiende kulala, lazima uamke. Na ndio maana nasema wewe kuja ile spiritual clinic tukae na wewe. Wewe kuja spiritual clinic tukae na wewe. Na nimekwambia niko hapa hapa tu juu ya Mathai Supermarket opposite Equity Bank. Hapo ndio niko. Ndio nawasaidia watu na ni wengi wamesaidika. Mimi natoa ushuhuda zingine mpaka watu wanashindwa kweli ni kweli ama ile unasema tu. Lakini vitu really wewe kuja utapata live testimony. Live testimony. Kama Sunday hii tumekuwa na deliverance ya mama mwingine alikuwa amerushiwa kansa ya kisasi. Ana bleed kama kitu kingine, ametumia hiyo kansa ya kisasi. Nafikiri ni kama ile mama yule alikutana pia na Yesu. Alikuwa amebleed for 12 years. Wakati aliguze tu upinde wa nguo ya Yesu akapona. Ile ilikuwa ni kansa ya kisasi. Hivyo siku zile ilikuwa inajulikana ni nini ile. Sasa yule mama amekuja Sunday ako nayo. Na ukienda kuangalia hii ni kitu alitumia tu as a stranger. Anasema tangu alitumia hiyo kansa. Na tukiangalia tu ile mtu amemtumia ni mtu wa karibu na yeye. Kwa sababu kitabu cha Matthew 10:36 Biblia inasema adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Tena Kikuyu inasema dhoshia mondo ile jorumono, yani wale wabaya zaidi. Adui za mtu wale wabaya zaidi ni watu wa nyumbani mwake. Tukakuta tu ni mtu wa nyumbani tu ameamua kuingia kwa mambo ya Illuminati, kutajirika na huyo mama. Kwa hivyo akamtumia that stranger kwa maisha ya mama. Mama anasema tangu huyo stranger ingia kwa maisha yake, maisha imeharibika, pesa isimami, ni mateso. Mama huyo alikuwa ana deal with the terms of millions. Mama huyo anasema ana deal na millions. Lakini sasa yule stranger tangu ameingia, mama yule amekuwa useless, amekuwa ni mtu hana maana, analala mpaka nje. Imagine a millionaire akilala nje. Kwa sababu yule stranger akishaingia kwa maisha ya mtu, ana turn everything in the life of that person. Huyu stranger anabadilisha kila kitu kwa maisha ya yule mtu. Stranger akikuingia wewe saa hii, hata kama wewe ni nani, unakutanga unabandika mpaka watu wanashangaa kama ni wewe. Maana yule stranger anakuja anaanza ku take over your life. Anaanza ku take over everything. Lakini niamini Mungu leo hii, kila stranger kwa maisha yako leo shall wither in the name of Jesus. Ndio Biblia inasema kwamba kutoka siku za Yohana Mbatizaji mpaka saa hii ufalme wa Mungu utekwa na nguvu ama wa mbinguni, na wale wako na nguvu ndio wanateka. Ndio tunasema pia, how else can one describe the presence of animals? Tuseme ati uwepo wa wanyama, nylon bags, rulers and other strange objects in the body except wicked violence. Unawezaje ukaelezea sasa wewe kama ni mnyama anapatikana kwa mwili wa mtu?
kama hiyo karatasi ya nylon, unakuta mtu ameenda kujifungua, amejifungua karatasi ya nylon after 18 months. Mtu huyu unakuja vile vile unakuta kwamba huyu mtu pia katika operation zake unakuta kwamba mnyama amepatikana kwa maisha ya mtu kwenye tumbo ya mtu. Unakuta mtu saa zingine ameenda kujifungua, akajifungua mnyama. Unakuta mtu huyu pia ameenda hata kutapika, anatapika rula. Mtu unaona ni vitu strange, ni kitu ambayo si cha kawaida. Unakuta kwamba kinakuwa kwa maisha ya mtu. Lakini sasa baada ya maombi na baada ya kuliitia jina la Mungu, hizi vitu zinakuja zinaachilia maisha ya mtu, and that stranger with us in Jesus name. Nataka niamini Mungu kwa dakika chache ambaye niko nazo, nataka kwenda kuingia kwenye maombi. Nataka wewe uendelee kujiandaa pale, mtazamaji wangu, kwa sababu kuna kitu ambacho nataka niamini Mungu kwamba kinaenda kukuachilia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo unapokuta hizi vitu, hizi strange object in the body, lazima utumie violence. Lazima uamue hizi vitu zitoke. Watu wanakuambia vitu inatembea kwa miili yao, sio kawaida. Kuna mama mwingine hapo kanisani alikuwa anasema alikuja akatupua vitu fulani strange, vitu zinaweza kutembea huko kwa uso. Sinatembea huko kabisa, anasikia vitu zinatembea. Jamaa mwingine pia anasema alicheza na anko yake, alikuwa ni mchawi, mganga. Na maana hajasimama, ajui mambo ya wokovu. Alitumiwa vitu. Anasikia kama chura inamtambaa, kama kinaenda kushika hivi hakuna kitu, anaenda kushika kitu hakuna vitu. Na kutoka hapo maisha yake iliharibika, hakuna kupata kazi, akafuata na roho ya rejection, ndoa sambaratika, kila kitu. Usiwahi cheza. Hizo strange sikishaingia. Na nasema mara nyingi zinaingia in forms of unakuta ni ndoto. Unakuta zingine uliota ndoto ukiwa mahali fulani. Wengine kuna hizi pia unakuta kwamba aina ya our strangers tunasema ni evil spirits. Kwa hivyo our stranger mara nyingi wanakuwa ni evil spirits. Ama wanakuwa pia ni evil deposits. Evil deposit ni kama kwa mfano wale watu wanakaa wanaota wakikula chakula. Evil deposit. Unakuta unalishwa mavitu. Vitu zinakuwa deposited. Zinawekwa kwenye maisha yako. Vitu zinawekwa. Chakula, unawekwa chakula. Kule mtu anaota kila saa ni kukula. Unakuta wengine wanalala kutafuna kama ng'ombe. Vile ng'ombe inacheua. Unakuta kuna mtu analanga kabisa na amelala kwa usingizi fofo. Analala kutafuna mpaka asubuhi. Analala kucheua. Kutafuna. Wengine wanakuja wanawekelewa hata mizigo. Unakuta kuna mtu mwingine usiku anakuja analala kubebeshwa mizigo. Amelala kubeba ngunia. Usiku amelala ni kama kwa factory. Amelala kubebeshwa simiti usiku. Anaamuka amechoka, hawezi amuka. Ni nini? Ati amelala kuvukisha vitu kwa mto ama kwa bonde fulani. Kama sister mgetu kwa tunaomba naye akasema alikuwa analala usiku kuvusha mizigo. Lakini baada ya kumfanyia deliverance, that enemy, that stranger wizard, hawaku deposit vitu kwake tena. Wengine ni chakula inadepositiwa kwa tumbo yako, mwisho unaanza kufura tumbo. Kumbe ni vile unalishwa vitu unafura tumbo. Wengine unalala kufanyiwa mapenzi, unawekwa siri mbegu. Unaanza kuumwa na huku unakuwa kuna mauma, hata miguu inauma. Kwa sababu zile kazi wanashinda kudeposit katika maisha yako. Those strangers shall wither today in Jesus name. Leo hao strangers nataka niamini Mungu kwamba watakauka katika jina la Yesu Kristo. Na ndio maana nimekuja hapa kwa sababu ili wewe uwe huru unahitaji uweke bidii katika violence ama kutumia nguvu. Unahitaji pia violence prayers. Kwa sababu wale wanaelewa tukifanya deliverance si mchezo. Tukifanya deliverance si mchezo. Lazima piga maombi hapo ya kuvunja hiyo spirit. Achia, loose, cloud. Si ati mchezo hivyo. Lazima uamue kuingia. Hata kama wewe unaingia hata kufast kabisa, unatafuta uso wa Mungu, pambana na hizi vitu. Mungu akubariki sana mtazamaji. Ninaongea mambo ya stranger shawitha. Yaani kwamba yule stranger na wale wamekuwa kinifuatilia wananipata. Mimi nasema mimi ni mtume Simba, Apostle Simba. Wengi wananifahamu na nashukuru Mungu kwa wale wote ambao wananipata. Na tangu nianze kutokea hapa nasikia watu wengi wameishaelewa kila mahali. Nashukuru wale watu wa kule Kianjokoma
wananiambia wananipata sana. Mungu awabariki sana watu wa Kianjokoma, Manyata, kila mahali Runyenjes. Mungu awabariki sana. Nairobi pia mnanipata. Vile kule upande wa Kabati huko Kitui na waona wengi sana wanasema wananipata. Huko Lemuru huko chini naona watu pia wananipata. Kirinyaga pia mnanipata sana. Shukuru Mungu. Hata kuna mama moja tuliachana naye kitambo, Kirugea mwaka wa 2007 hapo, na amekuja kuniona kwenye kituo hiki akafurahi sana. Anasema siku hiyo alilia kwa sababu nilimuombeanga hiyo miaka maisha ilikuwa mabaya. Akaenda akamuona Mungu toka hapo kujua tuliachana na yeye, lakini kupitia kituo hiki tumeonana. Amenitembelea juzi akaniletea ushuhuda wa ajabu. Mungu alienda akamsaidia, maana alikuwa amefungwa. Stranger alikuja akaingia kwa maisha yake, mama akasambaratika, hawezi fanya chochote, lakini baada ya deliverance aenda akafunguka. Amesomesha watoto wake, ni watu wakubwa sasa kwenye serikali, na wameamua kumjengea nyumba ya kifahari hapo tu Kerugoya. Mungu akubariki sana mtazamaji. Njoo tuwe na wewe one on one kwa ile spiritual clinic. Mimi ni Apostle Simba na hii program ni sauti ya ukombozi. Hii program yetu ama hii masaa tunakuja na sauti ya ukombozi. Ndio maana kila wakati nikija naongea hiyo sauti ya kuhusu kukombolewa, kwa sababu mimi niko kwa hiyo line ya ukombozi. Mimi ndio niko kwa hiyo line. Unajua kila daktari anajua kwa kwenye line gani. Kama wewe ni wa meno, ukienda hospitali, wewe kama uko kwenye hiyo line yangu unahitaji ukombozi, wewe nitafute. Sio kila mtu anaelewa vile nasema. Kuna mwingine angetaka labda niongee mambo ya imani. Wewe tafuta daktari wa hiyo mambo. Mimi nikawa nataka wale wa ukombozi. Mimi nataka wewe nikukomboe. Nitafute kwa line ya ukombozi. Mimi niko hapo. Mimi ni daktari, ni specialist, ni mtaalamu kwa hiyo mambo ya deliverance. Kama una mtu anataka deliverance, kuja pale. Nimekumbuka msichana mwingine wametoka kule mbele, wameleta ndugu yake. Fikiri kama wananiwatch wanajua wameleta ndugu yake. Ndugu yake alifanyiwa kitu na ni mtoto wa form 3. Kufanyiwa kitu, shingo ilipinduka ikaenda pande hii. Ilipopinduka ameenda hospitali, ametibiwa, imekataa. Daktari walimwambia hii kitu si kawaida, maana yeye anapiga nduru, shingo iko huku, vile vitu anatoa masauti, vitu havieleweki. Juzi tu hapo kanisani, na daktari hata ndiye aliwapatia lift, akawa drop hapo Maadhai supermarket. Si wakabeba jamaa akaletwa pale. Alipokuja pale, piga power, fanya ile violence prayer. Tukaamrisha that enemy to wither in Jesus name. Na amewither. Juzi jamaa amepona na amerudi shule. Anafanya mtihani ile inafanywa saa hii. Huyo ndiye Mungu. Ndio maana nasema wewe kuja. Mimi hiyo line ya ukombozi Mungu amenibariki nayo. Daktari wameshindwa, dawa zimeshindwa. Dawa zimeshindwa. Jo. Kuna magonjwa hata mengine daktari anakuambia hii magonjwa hii dawa utakunywa mpaka siku ile utakufa. Unajua hii magonjwa zingine I respond to medicine. Si magonjwa ya kawaida. Ile inakuanga kuna stranger. Imagine stranger anaingia kwa mwili wako. Na unakuwa hata ukinywa dawa I respond bado unaendelea kuteseka. Mbona kwa hizo dawa unasikunywa mpaka siku ile utaondoka duniani. Kwa sababu kuna stranger alikuja aka take over. Oh my God, maisha yako. Njoo tuombe, njoo ile spiritual clinic, njoo one on one. Ile Wednesday na Friday, njoo hapa juu ya Maadhai supermarket hapa Embu town. Tuko county ya Embu, the land of opportunity. Wengi wanauliza hata ni Embu wapi, wale wanatupata kule, labda unajua kuna wengine hawajaitokea mjini kule Kisii, kule chini kabisa, shindo Embu ni wapi? Basi Embu iko tu hapa upande wa Eastern Province. Hapa ndio tuko tunasaidia watu, na wala kwa Kirinyaga tuko pale Kerugoya town hapo site opposite ofisi za maji. Piga hizo namba unaziona zinapita hapo kwa 0722 ingine 5608. Hiyo namba inaweza nikakuelekeza nayo mahali tuko. Hiyo namba naweza nikakuelekeza vile utafika. Hiyo namba hiyo ya 072224 yani 56 na 08. Hiyo ndio nataka pia uende uweke sadaka yako, ujiunganishe na madhabahu haya, uweze kusimama na mtumishi wa Mungu. Endelea kutusupport. Unajua watu wanashinda kuona mnakaa mkiitisha sadaka kila wakati. Lazima muitishe sadaka, sio kupenda kwetu, ni vile ni neno la Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba mahali litatajwa sadaka nayo isikosekana, maana ile ni njia ya kuunganisha watu. Watu wanaposikia wanaanza kuwa na wasiwasi, lakini ile ni Mungu ndio huwa anaelekeza vitu kama vile. Kama ingekuwa neno langu mimi sina hiyo, lakini kwa sababu ni neno la Mungu, hayo mambo mpaka yaweko. Ninajiandaa kuomba na mtu mahali popote ulipo mtazamaji. Nataka ukae tayari, nitakuwa naomba na wewe nitakuwa nakutamkia maneno, nitakuwa napambana na huyo stranger.
ambaye ameingia kwa maisha yako, pesa zako siku hizi hujui mahali zinaenda. Wakati stranger aliingia kwako, ndoa imesambaratika, watoto hawakusikizi tena. Wakati stranger aliingia kwa maisha yako, unakuta umeanza kuchanganyikiwa, umeanza kusahau, umeanza kurukwa na akili, umeanza kuumwa, maana kuna stranger ameingia kwa mwili wako na mbeleni hakuwa. Kwa hivyo nataka uwe tayari, toko tunaomba na wewe mahali popote ulipo. Kwa wale saa zingine mko kule hospitali, nataka tuamini Mungu kwa uponyaji wako. Kwa wale ambao mko hata kule njela, mimi hata uombea watu wa kule njela sana na wanatoka, wengi wanatoka, kwa sababu kuna wengine wanakuta kwamba mtu alifungwa lakini haikuwa hatia yako, labda kuna kitu kilikuja tu wakafanywa tu masinga umbo fulani, ukakuja ukachanganya ukajikuta umeingia kule na unatumikia kile kifungo. Ni maombi yangu Mungu pia kukumbuka, maana hiyo stranger alipokuingia, unajua kuna mtu anaingiwa na stranger, hiyo roho, hiyo spirit ya wizi. Huyo stranger, huyo mtu alikuwa mzuri sana lakini akaingiwa na roho ya kuiba. Na ni kitu unaweza tumiwa, hata na mtu ukatumia roho ya wizi, ukatumia roho fulani, hata umalaya ukatumia roho fulani, ikakuja change everything in your life, ama ukaota ndoto, hiyo vitu zikija kwa maisha yako. Nitakuwa naomba na wewe pia Mungu atakutoa. Wale mko hapa nyumbani, tuamini Mungu kwamba baada ya maombi ya leo mambo makubwa itatendeka na Mungu atainua maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nimesema namba yangu ya simu ile natumia, nashukuru kwa maana inapita hapo chini, lakini pia ni vizuri pia kuitamka kwa wakati huu ni 072222 ingine 5608 0722225608. Hiyo ndio nambari yangu ya simu, nambari ya M-Pesa. Utakuta jina pale Moses. Na pale mwisho utaona Manyuki. Hayo ndio majina yangu ambao utayaona pale kwa M-Pesa. Na huyu ni Apostle Simba wa kanisa la ATG Deliverance Chapel. Kanisa hili nimesema liko Embu, niko na satellite pia kule Keruwea. Hizi zote mimi huwa nasihudumia. Mimi ni overseer maeneo haya ya ATG na niko na makanisa nyingi karibia 20. Yako tu within yale nayasimamia mbele. Kuna makanisa huko Kagio, tuko na kanisa kule Sagana, kule pande za Kadageri, hapa Moraro, kila mahali tuko na kanisa. Ili yote ya Kirima kwa makanisa huko, na yote najaribu kuyasaidia hapa Kirinyaga, hapa wapi, kwa Mwea, Kivingoti, siko nyingi, na pale tunaendelea kusihudumia. Ile siri nakuwa mimi mwenyewe live, lazima unione pale. Ni ya Embu na ile ya Keruwea, hizo huwa nina coordinate mimi mwenyewe. Na hizo zingine ni branches pia, siko na wale wachungaji ambao wanasihudumia pia, ambao tunafanya kazi pamoja na wao. Na nashukuru Mungu kwa maana zote zinaendelea vizuri na Mungu atubariki. Kunaweza ukaulizia mmoja wapo ya zile pia ukatembea pale na Mungu pia atakusaidia, maana wote wachungaji wote wanafanya deliverance. Kuna ingine iko hapa Mururi pia tulikuwa na crusade juzi huko, na mambo makubwa yalitendeka pale Mururi pia. Naweza ukafika ukasaidika hapo, utaona kanya kibao kubwa hapo cha ATG. Mungu akubariki sana mtazamaji wangu, asante sana. Ninajiandaa kwa ajili ya maombi, na sasa nataka niombe na wewe ambao uko hapo nyumbani. Nataka ni kutamkia maneno ya uponyaji na declare the stranger to wither in your life in Jesus mighty name. Hebu na tuombe. Shika mahali unaumwa. Wekelea mkono wako mahali unaumwa. Shika radio, shika TV yako karibia na TV. Nasema radio kwa sababu pia hiki kituo tuko na radio. Lakini basi karibia TV yako, wekelea mkono in the mighty name of Jesus. Nataka niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, na kushukuru Mungu kwa ajili ya mtazamaji huyu. Mungu umempatia nafasi anitazame, awe mbali awe karibu, na mtamkia maneno ya upenyo, maneno ya kibali. Utukufu wako Mungu uwe juu ya mtazamaji huyu katika jina siku hizi. Nakemea nguvu zote za kuzimu, laana zote, mizimu yote, principalities zote kwa jina la Yesu Kristo, na kila adui anayemtesa huyu mtazamaji, let that stranger wither, hiyo stranger, awe ni nyoka, iwe ni tabia fulani imemwingia, that kind of a spirit, nasema inyauke kwa jina la Yesu Kristo. Every evil deposit, nasema ikanyauke in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Amen. Mtazamaji, Mungu akubariki sana. Saidi ya yote, mimi nakungojea sana. Mimi ile ningependa hata zaidi ni wewe uje unitembelee. Hiyo tu ndio ningependa, wewe uje tukae na wewe
uje tukue pamoja. Ninawapenda wageni sana. Ambia mtu mwingine habari za huduma hii ya Deliverance. Nitembeleeni hapa Embu. Nimesema niko hapa katikati ya mji. Mungu amenipa neema hapa Embu town, juu ya Mathai Supermarket opposite Equity Bank. Hapa ndio ninakuwa mtazamaji wangu. Njoo one on one, njoo spiritual clinic every Wednesday na Friday, tuwe pamoja. Wale mko Kirinyaga, Kilugweya pia nimekaa Kilugweya sana. Niliingia pale stadium kitambo. Watu wengi wananijua pale na wengi wameona mkono wa Mungu. Sasa nimerudi pale tena kusaidia watu kila Alhamisi. Hiyo Thursday saa 3 njoo, na every Sunday endeleeni kunitembelea. Mungu awabariki sana, neema iwatoshe, kila kitu kiwe salama na kila kitu iwe vyema kwenu. Na mpaka wakati huo mwingine, Mungu akubariki sana na neema Mungu iwatoshe. Hii ni sauti ya ukombozi. Neema itoshe kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, 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 amen.